Mwalimu wa shule ya sekondari Kisutu jijini Dar es Salaam, Sofia Makange, amepata pigo baada ya kuondokewa na mumewe Francis Kagi na watoto wake wanne waliofariki kwa pamoja kwa ajali ya gari mkoani Pwani wakati familia hiyo inatoka mkoani Tanga kumzika mama yake Francis Kagi. Akisoma wasifu wa marehemu wakati wa ibada ya kuaga miili katika kanisa la KKT Usharika Kijitonyama leo Septemba 16 mwaka 2025, msemaji wa familia amesema wengine waliofariki ni mtoto wa kwanza wa familia hiyo, Janemar Kagi mwenye umri wa miaka 24 ambaye hadi anafariki alikuwa ofisa biashara na viwanda halmashauri ya Igunga Tabora, na mtoto wa pili Maria Kagi mwenye umri wa miaka 20 ambaye amehitimu kidato cha 6 mwaka huu. Wengine waliofariki ni mtoto mdogo wa mwisho Joshua Kagi ambaye alikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Sunrise, pamoja na mtoto ambaye Kagi na mkewe wamemlea tangu akiwa mdogo, sio mtoto wao wa kumzaa, Elineema Kagi mwenye umri wa miaka 35 ambaye hadi anafariki alikuwa mhasibu wa TANESCO na alikuwa anatarajia kuoa mwishoni mwa mwaka huu. Ajali hiyo imetokea asubuhi Jumapili Septemba 14 mwaka 2025 eneo la Msata, Masaguru mkoani Pwani, wakiwa njiani kurudi nyumbani kutokea Tanga kwenye msiba wa kumpumzisha mama mzazi wa Francis Kagi ambaye walimzika Alhamisi, na Jumapili wakaanza safari, dereva akiwa ni baba wa familia Francis Kagi ambaye hadi anafariki alikuwa ni afisa mkuu wa TEHAMA daraja la kwanza wa TANESCO katika kanda ya Mashariki. Mke wa Francis ambaye ni makamu mkuu wa sekondari ya Kisutu, Sofia Makange, amenusurika kwenye ajali hiyo, na yeye pekee ndiye hakujeruhiwa sana, lakini house girl wao ambaye alikuwepo safarini pamoja nao yupo ICU. Familia hiyo kwa sasa, ukiacha kubaki na mama wa familia, imebaki pia na mtoto mmoja tu ambaye hakuwepo kwenye gari, ambaye anajulikana kama Michelle Kagi anayesoma form 2. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Na ndivyo ilivyokuwa. Tuwape pole sana ndugu, jamaa na marafiki ambao wamepatwa na msiba huu, na ni msiba mzito kweli kweli. Ni familia nzima imeweza kuteketea, na kwa bahati nzuri pia amebaki tu mama na mtoto mmoja. Hii inahuzunisha sana, na ingali ya kuwa pia walikuwa wametoka katika msiba mama mzazi wa Francis Kagi ambaye ndio baba wa familia, na kama hivyo familia imeteketea. Inahuzunisha kweli kweli. Kama ni hadithi, basi ni hadithi ya kuhuzunisha kweli kweli, na hii haitafutika katika vichwa vya waliokuwa wamebaki, kwa maana ya kwamba mwanamama huyu ambaye amefiwa na mumewe na watoto, na huyo mdogo pia alikuwa amebaki wa form 2, itabaki kuwa kumbukumbu katika maisha yake, na hata kaa aisahau. Mungu aweze kuwafanyia wepesi kitu iweze kuwatoka, na isibaki milele isibaki kumbukumbu ya milele ikizidi kuwatesa. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata update na makala.